haiwezi ikawa habari njema ikawa na matukano ndani yake. Matusi ni habari njema gani? Maana tusi ni kumfedhesha mtu, ni kumdhalilisha mtu. Bwana asifiwe sana. Matusi hayawezi kuwa habari njema ya Kristo. Kwa upole na kwa unyenyekevu, ili kuwavuta watu kwa matendo na kwa huo upendo unaoonyesha mbele yao. Uwafundishe wapi walipokosea, kipi wanatakiwa kukifanya ili waondokane na hilo tatizo. Watu wengi wamezama katika dhambi, lakini wanahitaji msaada na sio matukano. Wanahitaji kufundishwa namna ya kuondokana na hiyo dhambi, namna ya kuiepuka, ni kivipi anaweza kuishinda. Unawatia moyo, unawapa imani. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndo injili inayohitajika, na sio injili ya matukano. Injili ya matukano hauwezi kuvuna watu. Watu watakusikiliza, lakini watakupuuza kwa sababu wewe mwenyewe haujiheshimu. Wewe mwenyewe haujiheshimu. Sasa usipojiheshimu mwenyewe, nani atakuheshimu wewe? Kuna wengine mnasikilizwa tu kwa sababu unatoka kanisa ambalo huyo mtu ni mfasi wa hilo kanisa. Ni mtag. Anakusikiliza kwa sababu yeye ni mtag, lakini injili unayohubiri hajaipenda au hajamvutia. Lakini kwa kujifungamanisha na kanisa anakusikiliza. Badilisha mienendo yako. Badilisha utaratibu wa kuhubiri injili ya Mungu. Soma neno la Mungu likuelekeze namna ya kufanya. Hatufanyi kwa sababu tunataka kufanya, ila tunafanya kwa sababu tunapaswa kufanya kile kitu ambacho tumeelekezwa kufanya. Hatufanyi kwa matakwa yetu wenyewe, bali tunafanya kwa mwongozo wa neno la Mungu na kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu gani mtu anaweza akamjaza matusi kinywani mwake? Ni Roho Mtakatifu gani? Chunguza njia zako. Injili za mapokeo ambazo hauongozwi na neno la Mungu zitakupeleka sehemu ambayo